Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukiwa kwenye break kwa maana ya FIFA break, tunafahamu kwamba baadhi ya mataifa inakwenda kucheza michezo ya kirafiki ya kimataifa. Tunafahamu kwa upande wa timu yetu ya Tanzania, Taifa Stars, wao wako kule nchini Rwanda wakijiandaa na mchezo wa kirafiki. Sasa kocha wa timu ya taifa ya Mali, Tom Saintfiet, ametangaza kikosi cha wachezaji 25 kwa ajili ya mechi mbili za kirafiki za kalenda ya FIFA kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki. Bwana, kocha huyu wa timu ya taifa ya Mali amewashangaza wengi na baada ya kumwacha goalkeeper nambari 1 wa klabu ya Yanga Djigui Diarra, ambaye pia ni goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Mali. Bwana, Diarra ni miongoni mwa wachezaji muhimu walioachwa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo majeraha na mapumziko. Lakini ukiachana na Diarra, wachezaji wengine ambao wameachwa ni pamoja na Bissouma, Lassine Sinayoko, Eli Bilali Toure, Amadou Hadara, Sekou Diakité, Nene Douglas, Hamari Traore, Mamadou Sangare, Woyo Koulibaly, Kamaro Doumbia, Mohamed Kamara, Lassana Koulibaly ni miongoni mwa nyota ambao pia wameachwa. Sasa story kubwa ni kwa nini Djigui Diarra ameachwa. Tunaambiwa kwamba ni kwa sababu ya majeraha pamoja na mapumziko. Of course, kwenye swala la mapumziko tunaweza tukakubaliana kwamba tumeona hivi karibuni Yanga amekuwa akicheza match back to back, yani muda wa kupumzika ulikuwa ni mdogo sana, na tuliona pia baadhi ya mashabiki, uongozi wa klabu ya Yanga ukilalamikia ratiba ya NBC, lakini hakukuwa na namna kwa sababu ya ratiba jinsi ilivyo, iliwapaswa Yanga waendelee kucheza. Sasa ni moja kati ya sababu ambayo inazungumzwa, kocha Uncle Tom amemwacha kwa sababu ya majeraha pamoja na mapumziko, kwa ajili ya yeye kupata mapumziko. Lakini kuna watu wanazungumza kwamba pengine ni kutokana na vitendo ambavyo si vya kinidhamu ambavyo Djigui Diarra ameendelea kuvifanya. Kuna clip ambayo ina trend kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Djigui Diarra alionekana kupanic mara baada ya Yanga kufungwa goli dakika za jioni na mchezo ule kumalizika kwa sare ya 1-1. Tulimwona Djigui Diarra akimfuata referee na tuliona pia akipewa kadi ya njano kama ulishuhudia mchezo ule. Lakini pia kuna ishara fulani ambayo aliifanya ambayo inasemekana alionyesha kidole cha kati kwa kuwatukana baadhi ya watu. Lakini pia tumemsikia Ali Shabani kama akisema kwamba Djigui Diarra hakuwatukana waandishi wa habari, bali aliwafanyia kitendo kile walikuwa ni watu ambao walikuwa pale uwanjani ambao walikuwa wanajaribu kumzomea na kumtukana. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo lina trend sana, ambalo pengine linajumuishwa moja kati ya sababu ambayo imemfanya kocha Uncle Tom kuweza kumwacha Djigui Diarra kutokana na vitendo hivyo. Lakini sababu inaelezwa kwamba ni mapumziko pamoja na majeraha ambayo yuko nao. Sasa ni kupitisha kwenye kikosi ambacho kimeitwa na Uncle Tom kwa ajili ya michezo hiyo miwili, kiwemo mchezo dhidi ya taifa ya Russia. Bwana, kwa upande wa magolikipa walioitwa kwenye timu ya taifa ya Mali ni pamoja na Mamadou Samassa, Ismaili Diawara pamoja na Ngolo Traore. Hao ni magolikipa ambao wameitwa. Lakini kwa upande wa mabeki ni Amadou Dante, Nathan Gassama, Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana, Ibrahim Cisse, Cheikh Omar Konate pamoja na Alpha Sissoko, bila kumsahau Fode Douakole. Hao ni kwa upande wa mabeki. Lakini kwa upande wa viungo, Ibrahim Sissoko ameitwa, Soumaila Diabate ameitwa, Moussa Diakité ameitwa, Mamadou Maiga ameitwa, Kalidou Sidibe ameitwa, pamoja na Osman Diakité ameitwa pia. Au ni kwa upande wa viungo. Kwa upande wa washambuliaji walioitwa ni Gaoussou Diakité, lakini pia Gaoussou Diarra pamoja na Wilson Samake, Mamadou Doumbia, Mamadou Kamara, Haruna Kamara. Hao ni moja kati ya washambuliaji ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Mali na kocha Uncle Tom, moja kati ya makocha ambao pia waliwahi kuhudumu hapa nchini Tanzania. Kama unakumbuka, aliwahi kuwa kocha wa klabu ya Yanga. Sasa story kama ambavyo nimekwambia, ni story si kwamba si wachezaji ambao wameitwa. Story ni kwa nini Djigui Diarra ameachwa, na tunafahamu kwamba ni moja kati ya nyota ambaye kwenye michezo ya AFCON iliyopita
alifanya vizuri sana, kama unakumbuka Mali wakitolewa hatua ya robo fainali, lakini moja kati ya nyota ambaye alifanya makubwa sana kwenye michuano hiyo. Alichukua pia, kama unakumbuka, alichukua tuzo ya kipa bora, lakini moja kati ya makipa ambao waliacha gumzo, yani licha ya kutolewa kwa timu ya taifa ya Mali, lakini Djigui Diarra aliacha gumzo sana kwenye michuano ya AFCON ambayo ilimalizika kule nchini Morocco, ambako Senegal waliibuka kuwa mabingwa wa michuano hiyo. Lakini kwa sasa ni Morocco, kutokana na sakata ambalo linaendelea baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuipoka ubingwa wa AFCON timu ya taifa ya Senegal na kuwakabidhi Morocco kwa kile ambacho walikifanya Senegali mara baada ya kuhususia mchezo na baadaye wakarejea. Na kwenye zile sheria zinasema kwamba ukisusia mchezo ama usipotokea kwenye mchezo husika, basi utanyanganywa ushindi na ushindi utapelekwa kwa timu nyingine. Kwa hiyo ndicho ambacho walikifanya shirikisho la soka barani Afrika CAF mara baada ya kuwakabidhi Morocco ubingwa wa AFCON na kuwapoka Senegali. Lakini story sio hiyo. Story ni kwamba Djigui Diarra baada ya kufanya vizuri zaidi, baada ya kuwa moja kati ya nyota ambao wamezungumzwa zaidi kwenye michuano hiyo bwana, kwenye michezo hii ya kirafiki bwana, ameachwa na kocha Uncle Tom. Moja kati ya jambo ambalo limeibua baadhi ya wadau wa soka kwamba anajiuliza imekuaje, Djigui Diarra vipi? Na kama ambavyo nimekujuza kwamba wengine wanahusisha kile kitendo ambacho ametoka kukifanya majuzi kati kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa, baada ya kuonekana mepaniki baada ya kumshambulia referee na kujaribu kumtuliza, lakini baada ya kuonyesha ile ishara ya kidole cha kati mambo yakawa ni mengi. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu kuhoji kwamba pengine huenda ni hivyo vitendo ambavyo vimemfanya Uncle Tom kutokumjumuisha, lakini taarifa inazungumza kwamba hajajumuishwa kwa sababu ya kwa sababu ya majeraha pamoja na mapumziko ambayo anatakiwa kuyapata. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo mimi naona nikujuze kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Mali baada ya Djigui Diarra kuachwa. Lakini si tu Djigui Diarra, na nyota wengine wakubwa ambao wanacheza kwenye ligi kubwa kama kina Bissouma, naye pia ni moja kati ya nyota ambaye ameachwa. Kwa hiyo tusubiri kuona pengine mara baada ya michezo hii ya kirafiki, baada ya kalenda hii ya FIFA, pengine huenda kocha Uncle Tom akaja akamjumuisha kwenye michezo mingine na mashindano mengine. Pengine kuna jambo ambalo ameliona kwamba Djigui Diarra anatakiwa kupumzika, labda kwa sababu pia amemtumia kwenye michezo ya AFCON, kwa sababu kama unakumbuka Djigui Diarra kwenye michezo ya AFCON kila mchezo alikuwa anaanza. Ni moja kati ya nyota ambaye alifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo Uncle Tom pengine anaona apumzike kwanza ili kutoa nafasi kwa magolikipa wengine waweze kuonyesha walichonacho kwenye timu ya taifa ya Mali. Lakini mijadala imekuwa ni mikubwa sana kwamba kwa nini Djigui Diarra screen protector ameachwa, sababu ipi ambayo imemfanya kocha Uncle Tom amwache? Kama ambavyo wengine wanajipa sababu, lakini iko hivyo kwamba tayari kikosi kimeshakusha kuitwa na Djigui Diarra si sehemu ya kikosi cha taifa ya Mali kwenye michuano hii miwili ya kirafiki, ikiwemo mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Russia, moja kati ya michezo ambayo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.